السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فرض على عباده الصيام وجعله مطهرا لنفوسهم من الذنوب والآثام. أحمده سبحانه حمدا شاكرين وأشكره شكرا حامدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه العزيز: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل فيما أوتي من جوامع الكلم: من صام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله وأخواتي في الله، ولله الحمد. اليوم إن شاء الله سأذكركم الأشياء التي يتضمن أو يقترن بشهر رمضان بغير أن نذهب في الأشياء. نحن نريد أن نفسر معنى الصيام. Uzangu, jambo la kwanza kabisa tunamhimidi Allah tabaraka wa taala, tunamsifu Allah tabaraka wa taala, mola mlezi wa viumbe, muumba wa mbingu na ardhi na msimamizi wa majambo katika ulimwengu. Lakini salama na amani zimuendee mbora katika viumbe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Alhamdulillah, Allah tabaraka wa taala yeye ametufaradhishia kwetu sisi funga, na hadhihi siyam au hadhihi saum yakunu fi alwaqti muayyana. Hakika ifunga inakuwa ni katika wakati makhsus, katika shahrullahi mubaraka, shahru Ramadan, katika mwezi wa Allah uliobarikiwa, mwezi Ramadhan. Na Allah akasema katika Qur'an: faman shahida minkum ash-shahra falyasum, kwamba yule ambaye atakayeudiriki mwezi, yule ambaye atakayeudiriki huo mwezi wa Ramadhan na akafikiriwa hali ya kuwa yuko na siha, habari za kuonekana mwezi, basi afunge. Lakini pia Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yeye amesema katika sunna, katika maneno yake ambayo yamekusanya maana pana, anasema Mtume Muhammadi: man sama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, yule atakayefunga mwezi wa Ramadhan kwa iman na kutaraji maripo kutoka kwa Allah, mtu akawa na iman thabit, lakini akawa na ikhlas ndani ya ibada yake, la yasumu illa min ajli tabaraka wa taala, hafungi isipokuwa kwa ajili ya Allah, basi yeye ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, hakika atasamehewa yeye yale yaliyotangulia katika madhambi yake. Wa hadha yakunu khasatan li saghairi dhunub, na hii ghufrani dhunubi yakun, hakika huu kusamehewa madhambi kunakuwa kwa madhambi ambayo ni madogo. Wa in kana adh-dhunubi al-kaba'ira, kama itakuwa ni madhambi ambayo ameyafanya mtu ni makubwa, mfano wa zina, waliwati, washirku
wa aklu riba wa aqul walidaini wa ghairi dhalika min adh-dhunub. Mtu atakuwa amefanya madhambi mfano wa zinaa, liwati, ushirikina, kula riba, kuasi wazazi na mengine katika madhambi makubwa, basi yajibu alayhi an yatuba ila Allah tabaraka wa taala. Ni wajibu kwake yeye kutubia kwa Allah tabaraka wa taala, kwamba huyo mja atawajibika kutubia, kwa sababu lianna kabair dhunubi, kama dhambi makubwa hayabatiliki na hayasameheki isipokuwa kwa mja atakaporejea kwake Allah tabaraka wa taala. Walillahi alhamdu, nahnu fi shahrillahi mubaraka, sisi tuko katika mwezi huu ambao ni mwezi wa Ramadhan, walakin nuridu an nufassira fi maana hadhihi alibada, ibada as-sawm. Sisi tunataka tufasiri maana ya hii ibada, ibada ya funga. Akasema ma huwa as-sawm, ni nini funga? Wa hunaka maana, yani kwamba kuna maana mbili za funga, maana lughawi wa maana istilahi. Kwa maana ya kwanza ni maana ya kilugha, lakini maana ya pili ni maana ya kiistilahi. Makubaliano wana wazuoni wao funga wameifasiri vipi. Tukija katika maana al-lughawi, nasema as-siyam, as-sawm lughatan al-imsak. Mama hii funga kilugha maana yake ni kujizuia. Wa shar'an, na kisheria, kimakubaliano wana wazuoni wao wakafasiri, anasema al-imsaku anil muftirati, ni kujizuia na vile vyenye kufungulisha. Min tulu'i al-fajr ila ghurubi ash-shamsi ma'a niyya, tokea kuchomoza kwa alfajiri ya kweli ila ghurubi ash-shamsi, mpaka kuzama kwa jua, ma'a niyya, pamoja na nia. Tukija katika maana imsaki, bi maana idha sakata ar-rajulu, pindi atakaponyamaza mtu, idha taraka al-kalam, pindi atakapoacha kuzungumza mtu, basi wakati huu mtu tutasema annahu, hakika yeye amejizuia na kusema, amejizuia na kuzungumza, na huyu utasema amefunga, amefunga katika waji kuwa ameacha kuzungumza. Walakin tukija katika maana istilahi, kama fassara, kama alifasiri wanawazuoni kuwa na al-imsaku anil muftirat, ya kwanza ni kujizuia na vile vyenye kufungulisha. Kuna mambo mengi ambayo hayo idha fa'ala al-'abdi li'annahu batalat siyamuhu, hakika yeye atakapofanya mja hakika amebatilisha funga yake. Na maana hayo ndiyo mambo ambayo yanapaswa mtu ajizuie, min al-aklu wash-shurbi wal-jima'i, katika kula, kunywa, lakini pia fanya jima'i wakati wa mchana, wa ghaira dhalika min al-ashya'i allati, na yasiyokuwa hayo katika vitu ambavyo kama atafanya mja basi amefungua funga yake. Lakini pia hunaka wakati muaddada, kuna wakati maalum. Naona funga yabda min tulu'i al-fajr, ni tangia kuchomoza alfajiri. Wa hunaka fajrani, na kuna fajr mbili. Ya kwanza al-fajr al-kadhib, alfajiri ya uongo. Wa hadha yaji'u, na hii inakuja inakuwa na dalili ya kuwa ule mwanga unaanza, yani ule mwanga wa alfajiri sasa unaonekana kuwa kumepambazuka. Walakin thumma ba'da dhalika, baada ya hapo ule mwanga wapotea na kuna kuja giza. Wal fajr as-sadiq, na hii fajr sadiq ni ile ambayo inakuja mwanga, baada ya hapo ule mwanga waendelea mpaka kuchomoza kwa jua. Sasa yabda usiyam fi hadhi alwaqti athani, kwamba inaanza funga wakati wa pili. Ikichomoza hii alfajiri ya kweli tu, basi wakati huo mja anapaswa
awe amejizuia, anapaswa kujizuia na kufanya haya mambo ambayo yanafungua. Walakin hadhi alwaqti yamtad, hakika wakati waendelea hatta min ghurubi shamsi, naendelea mpaka wakati wa kuzama kwa jua. Pindi litakapozama jua, basi wakati huo sasa waja waruhusiwa yale mambo ambayo walikuwa wamezuiliwa kufanya mchana, yale mambo ya halali ambayo Allah tabaraka wa taala ameweka kuwa la yajuz an yaf'al, hayajuz kuyafanya katika mchana wa Ramadhan kama tulivyoyataja. Walakin asiyam yatadhamman bin niyya, kikai funga inafungamana na niyya. Yani idha taraka ar-rajulu al-akl wa shurb wal jima'i walakin lam yanwi shay'a, pindi atakapoacha mtu kula na kunywa na vitu vingine ambavyo hivyo vinafungulisha, lakini mtu hajanuia chochote, basi hadhi la naqulu qad sama. Huyu hatuwezi kusema huyu amefunga, hatuwezi kusema kwamba huyu yupo katika funga, kwa sababu hiyo funga yake imekosekana nini? An-niyya. Nia imeondoka. Maana nia inabeba haya yote pamoja na action, pamoja na vitendo ambavyo mja atavifanya, ambavyo hivyo viko vinapatikana katika mwezi wa Ramadhani vya kujizuia, lakini jambo la msingi zaidi ambalo mja anapaswa achunge ni ile nia yake, kwamba idha fuqida niyya fi alqalbi almu'min au fi alqalbi alabdi, kama itapotea nia, kama itakosekana nia katika moyo wa mtu muumini huyu, basi yeye hatofunga, hatakuwa amefunga, hatohesabia kuwa amefunga. Wa min dhalika ra'ayna lianna sawmu furida sawmu fi Sha'ban min sanati athaniya lilhijra, ilifaradhishwa funga katika mwezi wa Sha'ban katika mwaka wa pili wa Hijria, pindi Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alivyohama kuelekea Madina mwaka wa kwanza wa pili, katika Sha'ban ya mwaka wa pili pale ikafaradhishwa funga. Ikawa sasa funga ni nini? Ni lazima. Funga ni lazima, alhamdulillah. Walakin fi alwaqti alula, lakini wakati wa mwanzo ilikuwa ni katika masaili ikhtiyari, huwa ni katika masaili al-ikhtiyar, imma an tasuma wa imma an tut'ima, kwamba mtu alikuwa ana uchaguzi, mtu afunge au atoe fidia, alishe maskini. Walakin lamma pindi lipoendelea masiku mbele, basi ikaja funga kwa waji ya kufunga, na wakawa wanaruhusiwa kutoa fidia na kulisha wale ambao wenye matatizo, ambao tutakuja kuwaona huko mbele. Wale ambao wenye matatizo, yale makundi maalumu ambayo sheria ya Uislamu yameitaja. Lakini wa min dhalika hunaka thalathatu al-ashiya'i allati yathbutu dukhulu shahr Ramadan, ambayo hayo mambo matatu inathibiti kuingia katika mwezi wa Ramadhan. Jambo la kwanza ar-ru'yatul hilali Ramadhan, kuonekana kwa mwezi wa Ramadhan. Wa hadha la shakka baina al-ulama, kika hii hakuna shaka baina wanawazuoni kwamba itakapoonekana mwezi wa Ramadhan, basi yajibu lijamii, basi ni wajibu kwa wote kufunga, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam qala sumu liru'yatihi, ikafungeni kwa kuona kwake, kwa kuonekana kwake huo mwezi. Walakin la yashtaritu an tara, hakuna masharti kwamba mtu auone kwa macho yake. Naona kwamba katika mafaili ya tatu baada ya kwanza tutaona kuwa ni shahadatul rajul wahid al-adil fi dhalika,
walakin al-amru athani, jambo la pili, al-ikmalu iddat Sha'ban 30 yawman, kukamilisha mwezi wa Sha'ban siku 30, yani kukamilika kwa mwezi wa Sha'ban siku 30. Ana mwezi wa Sha'ban ikamilika 30, basi siku itakayofuata itakuwa Ramadhani moja, kwa sababu ashharu 29 yawman, mwezi una siku 29. Na maana ikitokea hapajaonekana mwezi, basi tutakamilisha hii Sha'bani 30 au 30 yawman, siku 30. Thumma ba'da dhalika, siku itakayofuata ni siku ya nini? Ya Ramadhani moja. Na Mtume alisema ashharu 29 lailatan, kika mwezi ni siku 29. Fala tasumu hatta tarawhu, wala msifunge mpaka mtakapouona. Na kama batakuwa fa in ghumma alaykum, na kama itakuwa pamezuiliwa na mawingu kwenu ninyi, yani katika wakati sehemu ambayo tunatarajia kuona mwezi kukawa kuna mawingu yamezuia na hatujaweza kuudiriki kuona mwezi hiyo siku ya 29, fa akmilu iddata Sha'ban 30, basi kamilisheni idadi wa mwezi wa Sha'ban siku 30. Hiyo ndio imekuwa masaili iliyo kwa wazi. Na kama batakosekana kuonekanika hiyo siku ya 29 kwa hali ya mawingu, maana kwa miji yetu imetanda mawingu au ulimwengu mzima umetanda mawingu, basi tutakamilisha hizo siku ngapi? 30 za Sha'ban. Walakin alana hunaka alati teknolojia, kwa sasa hivi kuna vifaa vya teknolojia vya kisayansi, kuna microscope, kuna darubini hizi ambazo zinatumia kuzoom mwezi. Hata kama itakuwa basi hapaja onekana, basi kuna vifaa maalum makhsus, wataalamu wanafanya bahthi kuvitafuta mwezi. Wa hadha ajaza baadhi ya ulama, hili wamejuzisha baadhi ya wanazuoni, kwa sababu linaendana na tajriba, linaendana na majaribio na mazoea ambayo mara nyingi wataalam wamekuwa wameyatumia na wanafanikisha hilo. Sasa kama itakuwa umeonekana huo mwezi imma bi ru'yati, imma kwa kuonekana wenyewe au umeonekana kwa hiyo darbin, maadamu tumethibitishiwa umeonekana, basi nahan sanasum, sitafunga alhamdulillah. Walakin athalitha, jambo la tatu ambalo nilikuwa nimeligusia kidogo, ashhadatu rajul wahidin adl mukallafin ala ru'yatihi. Na hii sharti imekuja kwa kufunga, yani yaktafi bi shahadati rajul wahidin inda sawm, inda badu siyam, yani yatosha kwa kuona mtu mmoja tu mwadilifu, mwanaume mmoja mwadilifu akauona, ambaye kafikia utu uzima, basi yatosha sisi watu kufunga. Kituletea habari tu kwa nimeuona huko katika miji ya mbali, nimeuona huko Songea, umeonekana, au umeonekana huko Kigoma, au umeonekana Mombasa, au sehemu yoyote katika ulimwengu ameiona, yuko mtu mmoja pengine yupo huko mji wa huko akasema mimi nimeuona, ataenda kwa kadhi, kiongozi wa Uislamu katika eneo hilo, atasema mimi nimeuona mwezi, na hapa itakuwa ni amru, itaamrisha watu kufunga. Wa hadha jaa an-nasi, na hili limekuja nasi kutoka kwa alayhi salatu wassalam, hadithi ambayo imesimuliwa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kutoka Ibn Abbas radza Allah ziwe juu yake yeye na baba yake, anna arabiyan jaa ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam faqala, hakika bedui. Arabia ni wale watu wa mistuni, kwetu sisi tunaweza kusema polipori au watu wa shamba. Akaja arabia kwa Mtume Muhammad
sallallahu alayhi wasallam. Faqala, akasema inni ra'aytu hilala, kika mimi nimeuona mwezi. Faqala, mtume akasema atashhadu an la ilaha illa Allah, kamuuliza je, unashuhudia kuwa hakuna mola pasai kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah? Qala na'am, akasema ndiyo. Qala, akasema atashhadu anna Muhammadan rasulullah, mtume akasema je, unashuhudia kuwa Muhammadi ni mtume wa Allah? Qala na'am, akasema ndiyo. Qala fa'adhin fi nnasi ya Bilal an yasumu ghadan, mtume akamwamrisha Bilal, akasema watangazie watu ewe Bilal wafunge kesho, kuwa kesho ni funga. Wa hadha thabata fil amru, na hii inakuwa ni katika jambo la pale kufunga. Walakin ikiwa katika masaili ya kufungua, hapa ni sharti wawe shahidaini, mashahidi wawili. Wa min dhalika alhamdulillah insha Allah biidhnillahi alkarim raaina fi hadhihi thalathatu alashya, tumeona katika mambo matatu ambayo kwa kupatikana haya basi hapo itakuwa mwezi wa Ramadhan umethibiti. Walakin hunaka ikhtilafu baina ahli ilmi, kuna tofauti wa baina wana wazuoni, hali sanasumu fi hilalina fi ru'yati alhilal fi biladina, je tutafunga sisi kwa kuonekana mwezi katika mji wetu au tutafunga kwa kuonekana sehemu nyingine? Wa ra'yu aljumhur alulama liannahum ra'ya wana wazuoni akina Abu Hanifa wa Maliki wa Hanbal liannahum rahimahumullah, wao wanaona kuwa pindi utakapoonekana mwezi sehemu yoyote katika ulimwengu, basi hapo wajabat alayhi as-sawm, ni wajibu watu wote kufunga, kwa sababu wao wametolea dalili, wametoa istifada juu ya hilo. Walakin fi ra'yi al-Imam Shafi'iyya, katika rai ya Imam Shafi'i, yeye anaona kuwa hunaka ikhtilaf matali, kuna tofauti ya machomozo, na haya ni masaili mapana na yanahitaji ufafanuzi mkubwa, na hatupo hapo. Hebu tuendelee na fadhaili siyam, mambo ambayo afadhaili saumu Ramadhan, ubora na thamani na faida ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Alhamdulillah, katika mwezi wa Ramadhan ubora wake katika mwezi huu na faida yake, anna man samahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, kama tulivyotanguliza hadithi, aika yule mwenye kufunga kwa kutarajia, kwa imani na kutarajia malipo kutoka Allah tabaraka wa taala, hakika yeye atasamehewa yale yaliyotangulia katika madhambi yake, kwamba Allah atamsamehe madhambi yote yale, saghairi dhunub, madhambi madogo Allah atamsamehe. Hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadithi Abi Hurairah radza Allah zije juu yake, anna nabiy sallallahu alayhi wasallam, hika nabii amani iwe juu yake na salama, qala, amesema man sama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, yule atakayefunga mwezi wa Ramadhan kwa imani na kutaraji malipo atasamehewa yale yaliyotangulia katika madhambi yake. Lakini ni fadhila ya kwanza, kusamehewa ghufrani dhunubi, kusamehewa madhambi, hiyo ndio fadhila ya kwanza ya mwezi wa Ramadhan. Lakini pia alfadlu thani, fadhila ya pili, anna lisaimi farahataini, hika kwa huyu mfungaji ana furaha mbili, kwamba hunaka alfarhi allati yajidu, kuna furaha ambazo zinapatikana kwa mfungaji, na hizo ziko mbili, na
لحديث أبي هريرة حديث أبي هريرة رضي الله سبحانه وتعالى زوجه yake قال amesema قال رسول الله صلى الله عليه وسلم amesema mjumbe wa Allah amani iwe juu yake lisaimi farahatani kwa mfungaji kuna furaha mbili yafurahuma idha aftara fariha bifitrihi kwanza anafurahi huyu mfungaji pindi anapofungua kwa furaha kwa kufungua kwake kwa sababu liannahu yeye amekuwa amepitisha siku nzima tangia ile alfajir mpaka kuzama kwa jua. Wakati wote amekuwa amejizuia na matamanio, lakini wakati ule ambao anafungua basi anakuwa liannahu yafrah, inakuwa yuko katika furaha, wakati ambao kila mmoja anauzingatia huo. Alhamdulillah, kila mmoja anakuwa masurur. Na ukitazama wakati ule wa kufunga waja wanakuwa kimya na wanakuwa wanyonge, wengine wamechoka, mshiko na kiu na manjaa. Sasa wakati ambao umefika Allah tabaraka wa taala amewaruhusu wao kuvula, basi wakati huo wanakuwa na furaha. Hii ndio furaha ya kwanza, yani farhi lianahu hakika wao wanafurahi. Kwa nini? farha bifitrihi, furaha kwa kufungua kwao. Lakini alfarhi thani, furaha ya pili, wa idha laqiya rabbahu farha bisawmi, pindi watakapokutana na Mola wao furaha kwa zile funga zao, kwa sababu Allah tabaraka wa taala kuna aljazaul wafir, kuna malipo yenye faida yaliyokuwa bora kwa wafungaji, ambayo haya la yajidu illa saimun, hawayapati isipokuwa wale wafungaji. Kwa sababu Allah tabaraka wa taala fil janna, katika pepo ameuandaa mlango hasa kwa wale wanaofunga tu, yani mlango huo hawatoingia isipokuwa wale watu waliofunga. Na tunaona katika faida hii ya kufurahi pindi watakapokutana na Mola wao, kama Allah mwenyewe alivyosema as-siyamu li wa ana ajiz bi, ikafunga ni yangu mimi na mimi ndio mwenye kuilipa hiyo funga. Lakini al-amru thalith, jambo la tatu, tuftahu fihi abwabul janna wa tughraqu abwabun nar wa sufidat ash-shayatin. Yani faida ya tatu ni kuwa ufunguliwa milango ya pepo, lakini sambamba na hivyo ufungwa milango ya moto, na mashayatin wanafungiwa minyororo, wanakuwa wamefungwa, hawana tena powerful ya kuweza kusurvive kuja kuwafanyia watu tashwiti. Na hili ni wazi kwa sababu wakati Ramadhan kwa wale wafungaji alhamdulillah wanakuwa na hisnun kabir, wanakuwa na kinga kubwa sana, hata la yakadu lirajul an yanzura ila almahrumat, kikaikaribia kwa mtu kutazama katika masaili ya haram. Wakati huu mtu anakuwa anachunga sana. Wakati wa Ramadhan utakuta hata wale watu ambao waovu, wanywaji mapombe, wanaacha. Wakati huu hata wale ambao wanakaa katika uharamu na wanawake wanawarudisha makwao. Maana wakati huu vitu vingi katika mambo ya haramu yanapungua alhamdulillah. Na nasa watu watachunga katika pato lao, vile vyakula wanavyokula, watu watachunga katika maisha yao, watu wataacha uongo katika mwezi huu. Maana ni mwezi ambao suvidati shayatin, hakika mashaitani wamefungwa. Wa min dhalika lihadithi, hunaka hadithi ambayo imekuja ambayo kapokea Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala,
Kama mjumbe wa Allah amani iwe juu yake amesema, idha jaa Ramadan, pindi inapokuja mwezi wa Ramadhan, futihati abwabul jannati, kikafunguliwa milango ya pepo, wa ghuliqat abwabun nar, na ufungwa milango ya moto, wa sufidati shayatin, na mashaitan ufungwa, wanafungwa mashayatin, wanafungwa. Ashayatin, hunaka shayatin al-insi wa shayatin al-jinni, wale mashaitani wa kibinadamu na kijini wote wanafungwa, kwa sababu hunaka baadhi an-nufus annahu tuftanu lirajuli au lilmar'ati, kuna baadhi nafsi mara nyingi zaleta fitna kwa sababu ile mujtamaa wake au ule muamalati wake wa kimaisha, yandahu yaishu ma'a shaytani, wa in kana hadhi shayatin, kama itakuwa shaytan imma shaytanul jinni ambaye mara nyingi hatumuoni, basi pia wao wanafungwa, au ikiwa insi ambao mara nyingine kwa wao pia wamefungamana katika masaili ya irtikabul munkarat au al-kaba'ir, kuyafanya madhambi makubwa ambayo inakuwa ni tashwishi kwa nufusi za watu kuyafanya, basi pia wakati huu wa mwezi wa Ramadhan pia watu hao wamefungwa. Maana unaona hata katika mitaa, katika shari au sikii tena miziki kama mwanzo, moja kwa moja ashayatin wamefungiwa. Mtu ajua kuwa hichi kitu sicho, hichi haramu, kwa sababu kama mtu atafanya hivyo katika mchana wa Ramadhan, basi ataulizwa limadha taf'al hadha al-amr fi Ramadhan, na ni jambo ambalo linakuwa tena linastaajabiwa, kwa nini anafanya mwezi wa Ramadhan. Sasa miongoni mwa faida na fadhila kwamba mwezi huu wa Ramadhan ufunguliwa milango ya pepo, na ni mwezi ambao Allah tabaraka wa taala wasamee waja. Na mathalan tuseme nahnu nadhhabu fi hadhihi at-tariq, sisi naenda katika njia hii, na katika hii njia kuna milango miwili ambayo itatufanya sisi tufike huko tunakoenda. Mlango wa kwanza aljanna, na mlango wa pili an-nar. Mlango wa kwanza ni pepo na mlango wa pili ni moto. Na maana katika safari yetu tukiwa tunaendelea, basi wakati huu tutatumia mlango mmoja tu ambao umefunguliwa, ambao ni mlango wa pepo. Na maana ni fursa kubwa sana hii kwa waja kuendelea kujitahidi kutenda matendo mema, kwa sababu Allah tabaraka wa taala kama atakuwafikisha katika masiku haya kutenda mazuri, insha Allah biidhnillahi alkarim utakuwa umepata malipo makubwa sana. Na katika mwezi wa Ramadhan lianna al-ashya, kama mambo yanakuwa yanazidishiwa zaidi na zaidi. Tukija kuangalia fadhila ya aya matendo, ile ziada yake tutaiona kwamba ni kubwa sana. Yani ukisali sunna leo mwezi wa Ramadhan tofauti na miezi iliyotangulia, na maana sunna ya Ramadhan iko na fadhila zaidi na ni bora zaidi kuliko ya ile miezi mingine. Walakin alfawaidu arabi'a au alfadlu arabi, fadhila ya nne, anna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan, hakika katika pepo kuna mlango unaitwa Rayyan, yadkhulu minhu saimun, kikataingia katika mlango huu wale wafungaji. Kama tulivyotanguliza, wa Allah tabaraka wa taala yeye amewaandalia malipo yenye faida hawa wafungaji. Kunaka hadithi Sahal bin Sa'di radhiyallahu anhu qala, kutoka hadithi ya Sahal bin Sa'di anasema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Allah ama iwe juu yake, inna fil jannati, hakika katika pepo, baban, kuna mlango, yuqalu lahu Rayyan, mlango inaitwa Rayyan, yadkhulu minhu saimuna yawma alqiyamati, wataingia mlango huu au wanaingia mlango huu wale wafungaji siku ya kiyama. Yadkhulu fi au yadkhulu min, wanaingia katika mlango huu as-saimun, wale waliofunga,
yaum alqiyamati, siku ya kiyama, kwamba itakuwa special door for those people they fasting, yani huu itakuwa kwa wale tu as-saimun. Akasema la yadkhulu ma'ahum ahadun, kikawataingia pamoja nao yeyote ghairuhum, asiyekuwa wao, kwamba wale watu wenye sifa za kufunga basi ndo wataingia katika mlango huu wa Rayyan. Yuqal, patasema aina saimun, wako wapi wafungaji? Fayadkhuluna minhu, wataingia katika huo mlango. Fa idha dakhala akharuhum, pindi atakapoingia yule mwisho wao, ughriqa falam yadkhulu minhu ahadan, utafungwa huo mlango na hatoingia katika mlango huo yeyote yule asiyekuwa mtu mwenye kufunga. Na kwa hii funga, alhamdulillah, ni ibada ambayo mahsus inakutengenezea wewe mja kupata special gift from Allah subhanahu wa ta'ala, kupata zawadi maalumu kutoka kwa Allah. Allah ameandaa kwa wale waliofunga mlango maalum watakaoingia katika pepo. Na wengi katika sisi au watu wote katika ulimwengu leo, if you ask someone choose for these two things, chagua hivi vitu viwili, ukimuuliza mtu chagua hivi vitu viwili, cha kwanza akasema haya, kuna hii hellfire, jahannam, moto, alafu kuna hii paradise, janna, pepo. Unachagua nini? Kila mmoja atachagua pepo, kila mmoja atachagua pepo. Walakin fil ashya'i annana, akakidi sisi katika matendo itakuwa inatujulisha wa hadhi ar-rajul annahu yuhibbu al-janna au yuhibbu an-nar, kwamba huyo mtu anapenda pepo au moto. Sasa katika masaili haya watu wajitahidi kujitengenezea special gift from Allah, kuzitengeneza hizi zawadi mahsus kutoka kwa Allah, kwa sababu mathalul jannati allati wa'ida almuttaqun, mfano hii pepo ambayo Allah ameziandaa kwa wacha Mungu, akasema ndani yake umo kuna mito ya maji, lakini pia ya asali pamoja na maziwa, lakini pia hiyo janna upana wake ardhuha samawati wal ardh, pepo ni upana wake ni mkubwa wa mwendo wa mbingu na ardhi, yani upana wake ni mbingu na ardhi. Na Allah tabaraka wa taala hajaelezea ule urefu wake ni kiasi gani. Allah hajaelezea urefu wa janna, lakini upana tunaona kuwa ni umbali wa mbingu na ardhi. Na ahlul ilmi wameleta kwamba umbali wa kutoka mbingu na ardhi ni mathalan ni kuchukua kile kifaa ambacho unaona kwa leo tunaweza kusema ni speed scientist tools, yani kile kifaa cha science ambacho kina mbio kali. Basi kutoka katika hii ulimwengu wa dunia, yani hii dunia kwenda katika mbingu ni masiratu 500 aman, ni umbali wa kutembea miaka 500. Ina maana kwa hiyo speed yake inayotumia basi miaka 500 mpaka mtu anafika janna. Sasa imagine hiyo ni umeandaliwa wewe kwamba upana tu. Sasa je, tupia kuni urefu? Allahu ya'lam, Allah ndo anajua zaidi. Lakini masira ya miaka 500 tuone kile kitu ambacho kinakimbia kwa mwendo mkubwa ni hatari sana. Maana Allah tabaraka wa taala tujalie min ahli aljanna. ولكن الأمر الثالث على سيما أن دعوة الصائم، الأمر الخامس أن دعوة الصائم مستجابة، كدعوة ya mtu anayefunga ni yenye kujibiwa. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال، وحديث أبي هريرة رضي الله سبحانه وتعالى juu yake amesema قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، amesema mjumbe wa Allah ama yake anasema thalathatun la yuraddu da'watuhum, kika watu aina tatu hadhirejeshi dua zao. Wa kwanza saimun hatta yuftira, mtu aliyefunga mpaka atakapofungua. Maana huyu mja ikiwa wakati huu amefunga, kama atachukua wakati wa kumuomba Allah masaili, basi Allah tabaraka wa taala tamtakabalia. Walakin wathani, mtu wa pili,
wal imamul adil, imamu muadilifu, kiongozi wa Uislamu muadilifu ambaye anahukumu kiuadilifu na anaendesha mambo kiuadilifu. Huyo mtu wa pili. Wa thalith wa da'watul madhlum, mtu yule aliyedhulumiwa, dua ya mtu aliyedhulumiwa, hii pia Allah tabaraka wa taala hairudishi, anaikubali. Sasa tuchukue hii opportunity katika wakati huu. Kuna baadhi ya watu ni wavivu sana katika muda mwingine, kwa sababu fil ashhur ghaira Ramadan, katika miezi siyokuwa Ramadan, tunaona wakati mwingine inakuwa ni saabu. Ili upate wakati mustajaba dua, imma uamke qiyam, hapo ndio utakuwa unaupata, au imma uwe umeafikiana yaumul jumaa kwa zile saatu ambazo zimetajwa kuwa ni mustajabu dua, wa imma an takuna musafir, imma uwe mtu msafiri. Kwa mwezi wa Ramadhan naona kuwa wakati wote maadamu wewe umefunga, basi ukimwomba Allah tabaraka wa taala ataipokea funga yako, ataipokea dua yako ambayo umemuomba Allah tabaraka wa taala. Walillahi alhamdu. هذه النعمة. والأمر السادس والأخير أنها شهر القرآن، الكون mwezi wa Qur'an. قال الله تعالى، مسمى الله متكوف: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao imeteremsha ndani yake Qur'an kuwa ni uongofu kwa watu na ubainifu, bayinatin min alhuda, na ubainifu unaotokamana na uongofu, bayinatin bayan. Allah tabaraka wa taala ameweka katika mwezi huu, ameteremsha Qur'an kuwa ni bayan linnasi walhuda min alquran, alhuda linnasi wa bayinatin min alhuda, pia ni bayin hiyo Qur'an inayo uongoza watu katika uongofu, inatokamana na uongofu. Wal furqan, lakini pia ni kipambanuzi, yafriqu baina al-haqq wal batil. Qur'an yafarikisha baina haqi wal batil. Na inshallah biidhnillahi al-karim sanastamiru tutaendelea na kutazama masaili ambayo yanafungamana na mwezi wa Ramadhan. Tunamwomba Allah tabaraka wa taala atutakabalie funga zetu na atupe malipo ambayo itakuwa ni wafir, iwe sababu ya kupata rahma zake katika dunia na kupata ufaulu kesho akhira. Nashukuru sana, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.